hiyo nyeusi, sivyo? Hiyo ni ndege ya nguvu za giza. Na daktari, hapa kesho tukikuja, tunakuja tu kama tumevaa nguo hivi ama tukuje kama tumegeuza nguo ndani nje? Hapa kesho pataweza kufanywa kafara na mtaniambia. I don't want peace. I want problems always. Ukitaka suti kali yenye imenyoka kama hii, mtafute Mas June. Mas June yeye ndo mkali wa hizi kazi. Hello people, Mazuna mpaka kama kawaida. So guys, nawapenda sana. And today guys, tuko hapa, mnaona hapa ni maskani pa mtu. Let me not talk. So nianze na bibi yake Pato, at least aongee. Now we are here. Hi. Tuko poa siku ya leo, lakini tuko poa sana. So daktari ametuita mali hapa, anataka kutuonyesha maskani ya Diana penye anafanyia mambo zake. Ingawa tunaogopa, unajua kufika mahali penye kunafanywa uchawi lazima tumtaogope. Lakini tumeambiwa tusiwe na shaka. Everything will just be fine. Yeah. Tuko hapa siku ya leo. Sasa Pato ameblock apatikani. Pato ametublock. Mimi ameni-block. Sister yangu alinipigia simu akaniambia Pato apatikani. Sasa bahati nzuri daktari pia akapiga simu. Akasema leo tukuje akatuelekeza tu kwa simu, tena wewe ukatupigia simu wewe umepigiwa na daktari. Thank God tumefika hapa, nataka tu kuona penye anafanyia vitu zake, although we are afraid. Kukuja place kama hii yenyewe ni ngumu. Basi mfano daktari wewe sasa hizo afanyia kitu mbaya. Ndio haizi katufanyia kitu mbaya, lakini Pato amepotea. Sasa tutampata aje? Daktari ndiye atatusaidia hapo. Na tena Diana si wenyewe tunamuogopa. Kulingana na Kenya alifanya last time Mas June, siwezi kukudanganya. What happened there by them afraid. Hata kama daktari alisema tusimuogope, Diana si rahisi. Si mtu hivi. Si rahisi. Diana alisema, ndio. Diana alisema heri ako ready kutembea CBD uchi. Ni arudishi mali. Ako ready kupenda soul yake kwa the devil, lakini harudishi mali. Ndio alisema. Hivyo ndo alisema last time, lakini by the time uone msichana amelala kwa sanduku Masi. Si rahisi. Na tena nikuje place yenye nilikuwa najua mimi. Tukuje place yenye anatoanga sacrifice. Lakini mimi naogopa. Kama motanga vibaya, sijui ama naotanga maana mwananga kwa usingizi daktari. Kwa hivyo Johnny, acha tuende kwa mada haraka. Hapa tulipo sehemu ni madhabahu yake Diana. Kama vile napenda kumuita Stacy. Na kwa sasa hivi mko na kila sababu ya kuogopa. Maana yale madhabahu bado yana nguvu. Si eti mimi naogopa. Lakini kwa sasa pia hayupo. Ile sababu madhabahu kama tusiingie. Doka kama tusimulike huko na tusiingie. Msimulike na msiingie. Maana yake anaweza wadhuru, pia anaweza kudhuru yule mtazamaji ambaye anatazama. Lazima nijiandae, na pia nahitaji awe sehemu yake ya kazi ili nije nimpate. Isiwe eti nyinyi mnadhani ni kipindi nimepanga ama watazamaji washindwe inakuwa namna gani eti hayuko na tunasema ni makadhi yake. Waelewa? Kwa hivyo lazima tumpate. Na cameraman chunga usisongee hiyo madhabahu isije kukudhuru. Kwa hivyo lazima tujiandae, nijipange vyema nije. Akiwa hapo muweze kujionea yule mtu ambaye mnaamini eti alikuwa mtu wako wa karibu. Kuhusu Patrick, amezungumzia sisi akona miungu zake, wewe sasa kuja hapa unajua tumekuwa hapa. Hata sasa hivi wacha nikueleze kitu Johnny. Kitu ambayo uelewi. Katika kila dhabao kuna ile agano umeweka na dhabihu yako. Mradi ya kwamba hata pakatokea mtu au utakuwa na namna ya kuogopa ukosa kurejea pale. Ana uwezo, anaelewa, ako na nguvu. Anajiamini. Kule Tanzania ambapo alikwenda, hata ndipo yuko sasa hivi. Ameenda kuongeza ile tunaita unyama zaidi. Eti ili akirejea anakuja tu akifanya mambo. Kwa hivyo yeye hataogopa kuja. Patrick alitekwa nyara, akatekwa akili na yeye. Manake hata mimi nilimpigia, akaniambia niachane naye, kisha akaniblock pia. Some block kila mtu mpenda. Lakini haina tatizo. Manake hiyo ndio kazi yangu. Nyinyi msiogope. Mimi naangalia darubini, naona ni kubebewa akili kwa njia ya kufungwa na ushirikina. Hapa kesho pataweza kufanywa kafara na mtaniambia. Patafanywa kafara na mtaniambia. Lakini Juni nataka nikueleze. Nitakapokuita
toka hiyo saa. Waacha kila kitu utakuwa unafanya kuja mara hapa. Si tayari mmejua sehemu, ila mkifika mbele yangu msiingie. Mubaki kule nje mpaka niwaambie tuingie. Sasa hivi sitaki hata mkaribia yale madhabahu. Sitaki. Manake mkakaribia wewe, mambo yako yamekwisha hapo. Ukakaribia wewe vivyo hivyo. Waelewa? Ndio maana kuna nguvu zinawavuta, zinawaogopesha. Hizo nguvu haziko ndani yenu. Manake Juni, hata wewe kuogopa sio jambo la kawaida. Wewe umeona vitu mingi, haustahili kuogopa hii. Kwa hivyo zile nguvu za zile madhabahu. Sasa kuna nyingine nimeona pale Juni nini imechinjwa hapo mbele ya cameraman. Kuna sehemu pale. Hebu angalia, mulika pale cameraman, mulika pale. Hiyo nyeusi sivyo? Hiyo ni ndege ya nguvu za giza. Hiyo ni ndege ya giza. Ndio maana nimesema tusifike kule. Na kuna mingi zaidi ya hiyo. Sio hiyo peke yake. Kuna mingi. Hapa kumetolewa vitu mingi Juni. Vitu vingi zaidi. Hii madhabahu imegharimu mioyo ya watu. Ina roho ambayo inadai maisha ya watu. Ina miili ambayo inadai damu za watu. Pale sio kurahisi. Ukacheza kidogo mwendo unaumaliza hapo hapo. Sasa kumaliza mwendo kwa watu wanategemea. Ndio maana nipo hapa. Hapa tunakuamini, mimi singekuja hapa. Hapa Juni ungekuja peke yako ungetoka. Ungetoka. Ungekuja peke yako pia na ungetoka. Lakini wakati niliwaambia twende, niliangalia nikajua pale nitafika. Na kufika kwangu hapa ni dhihirisho ya kwamba tunaanza mwanzo mpya. Tutakaporejea kesho ni kuharibu. Yule Diana ambaye mnamuogopa, mtashuhudia kwa macho mkiangalia kile ambacho anakifanya kwa macho yenu nyinyi wenyewe. Ni msichana mrembo kwa watu. Lakini kwa giza Juni, yule ni hayawani. Kwa giza yule ni hayawani. Kwa hivyo msiwe na wasiwasi wala msiogope, ila kwa sasa yeyote asiwe yule ambaye anahisi hata ujasiri kiasi gani asifike kule. Kule sio kuzuri. Hayo madhabahu mwenyewe hayupo. Patrick najua ako na yeye. Lakini sasa mimi nipo hapo unyo kwa unyo, tunasema sako kwa bako mpaka tamati. Na kesho ndio tutawaonyesha makubwa zaidi ambavyo mnafikiria hivyo. Ndio sipiwa jioni wasemi wao. Waone wasiseme eti ni mambo yangu nimepanga. Kuna uwezekano Diana arudi kwa msana mzuri. Ajue kuhustle like. Unaona kama huyu msichana si hivi yuko mzuri. Lakini kuna lile tambiko akifanyiwa anakuwa mchawi na anaanza kufanya mambo yake. Kile kitu tutahitaji kufanyia Diana ni kumtoa tu kile kiroho kwa ndani yake, kisha kumsafisha kwa madhabahu mitu mazuri. Akikubali that. Akikubali. Lakini kama hatakubali, mimi ni nani nimlazimishe eti lazima. Masijuni venye alisema last time alitoka kwa baba. Acha nikueleze. Sikiza. Atakubali mwenyewe ama daktari? Si lazima eti tumwambie unataka, yeye mwenyewe atasema. Atasema tu. Wengi wamesema, ngapi wamesema. Juni nitafinya yeye. Tunafinya kama nimefika hapa. Nikupe ama ni ile kunguni. Kama nimefika hapa, nini itanizuia kufanya Jela sema tuhepa, tukiendea mali by force. Nataka uelewe kitu moja. Katika mara mingi nikiwa na yeye, nani huwa anatoroka? Yeye. Nini itanizuia kumrekebisha? Hakuna daktari. Mambo madogo sana hayo. Mimi nimeona wenye nguvu kuliko. Mpaka kule Tanzania tulikwenda na Juni. Tuliweza kuharibu madhabahu ya mchawi mmoja. Daktari kwanza nikuja hapa kichwa na nini? Ndio maana nakueleza. Ukasonga kule, wewe mambo yako tumemaliza. Kuwa muungwana hivyo na utulie. Huyo ana wasiwasi zaidi. Wewe ndio ungetolewa hapa. Una miss bwana. Baada ya kumalizana na mume wako. Akue kama ako safe. Yuko salama. Salama naye yuko salama. Lakini akili imeenda. Kwa hivyo Joni, hapa mambo ni haraka. Mimi nataka mjione. Usiseme eti nimemwekelea. Ati haya madhabahu daktari amejiundia tuyaone. Nataka tukienda ni moja kwa moja, kila mtu aone. Kisha Juni, director wako anajua yuko makini. Tutafika kwanza kabla ajue tumefika. Nitataka kwanza waweze kuonyesha kile kitu anafanya. Sijui director. Tufike on time ama in time. Ile wakati nitakwambia ndio wakati ambapo itakuwa ni hiyo. Nikikwambia toka vile nimekuambia toka hiyo saa, usikauye. Manake najua masaa ya kufanya tambiko. Na hiyo masaa itakuwa imefika, toka. Wewe ukienda tulia. Pia nao ukienda tulia.
Usiwe na wasiwasi na mambo mengine eti kuna jambo litafanyika. Jambo lingekuwa kufanyika lingekuwa lishakufanyikia. Na daktari, hapa kesho tukikuja tunakuja tu kama tumevaa nguo hivi ama tukuje kama tumegeuza nguo ndani nje? Jua kwa nini? Hapa daktari. Hapa mimi naogopa. Mbona uko na hiyo bili watu na mingi tukivaa nguo vibaya kwa ubaya mtu hawezi kuona mtu. Hata venye tuliongea na Madhe akiniuliza story ya Joan, aliambia tukikuja huku tuvae nje ndani nje. Tatizo. Kwani Juni unaona amevaa nje ndani? Si yupo sawa sawa? Wewe hivi upo sawa sawa? Hata ukasema ubadilishe leo, si umeingia hivi, kwani tofauti iko wapi? Yale tu ni mambo ambayo mnaamini eti ni kujisaidia. Mwenye amelala kwa sanduku daktari, ukweli wa Mungu. Yeye akalala. Sisi tumeona watu wamezikwa mpaka wiki nzima. Kwa hivyo watazamaji, mambo mtayaona kesho. Sasa hivi tunarudia hapa, sehemu mmeiona. Sitaki mseme mambo nafanya kwangu mimi mwenyewe kwa kujiundia. Kesho mtajionea. Msibanduke. Mtaona. Kuna jambo la kuambia Juni. Msibanduke. Ngoja kesho. Ile ndege mulika tena. Nataka hiyo kitu iwe makini zaidi waione. Na imeozwa Juni, imekaa hapo, yani hiyo ukivuka kama wewe una mtu ambayo rondogo hivi. Yanavaa nguo nje ndani. Ama ukanyage, miguu inaisha nguvu kabisa. Ndio maana imewekwa hapo. Kwa hivyo sina la ziada. Naomba tuondoke. Sawa daktari. Ndio. Ukitaka suti kali yenye imenyoka kama hii, mtafute Mas June. Mas June yeye ndo mkali wa hizi kazi.